Ngome ya michezo. Mtazamaji wa Baraka TV, hiki kipindi ni Ngome ya Michezo. Leo hii tuna mgeni wetu, mchezaji wa zamani wa klabu ya Mbeya City, mchezaji wa zamani wa klabu ya Njombe Mji, mchezaji wa zamani wa klabu ya EF, lakini pia alienda kucheza nje ya nchi pale nchini Zambia. Ile ni timu ya Real Nakonde, timu ambayo wameenda wachezaji wengi sana kutoka Tanzania ambao wamecheza katika klabu ile. Leo hii tutakuwa naye hapa, anaitwa John Jerome, ambaye kwa sasa ni mkuu wa kitengo cha habari cha Mbeya City. Usiondoke. Ngome ya michezo. Karibu Beni Pambakali, ni duka la nguo ambalo linapatikana ndani ya jiji la Mbeya katika soko la Sido, mtaa karibu na mtaa wa Nafaka. Ni duka ambalo linajishughulisha kuuza nguo mbalimbali ndani ya jiji la Mbeya. Tuna nguo nyingi kama ambavyo unaliona duka letu. Tuna hizi pens kwa wale wapenzi wa vipens, tuna hizi pens ambazo zinapatikana dukani kwetu, lakini pia ni duka ambalo lina jezi mbalimbali kama ambavyo unaona. Tuna jezi za timu ya taifa, lakini tuna jeans mbalimbali kama hivi ambavyo unaziona. Tunauza kwa bei rahisi kabisa, bei ya jumla pamoja na rejareja. Kwa mteja wa jumla pamoja na rejareja, basi unakaribishwa Beni Pambakali ili uweze kujipatia nguo nzuri na zenye ubora wa kiwango cha juu. Lakini brandi mpya mjini, Baba Nongi, nayo inapatikana katika duka la Beni Pambakali. Njoo jipatie t-shirt kali kabisa, brandi mpya mjini, Baba Nongi. Lakini pia kuna t-shirt za Mama Nongi pia ziko njiani zinakuja, zote zinapatikana hapa katika duka la Beni Pambakali. Tunapatikana ndani ya jiji la Mbeya, soko la Sido. Karibu ujipatie nguo kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Tunakuthamini sana mteja wetu. Delivery tunafanya ndani ya jiji la Mbeya, lakini pia tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana wilaya mbalimbali pamoja na mikoa mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania. Karibuni sana, asante. Habari njema kwako mzazi au mlezi. Uongozi wa shule ya St. Marcus High School iliyopo Iwambi jijini Mbeya unapenda kuwatangazia kuwa usajili wa kidato cha 5 A-Level kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa rasmi. Fomu zinapatikana shuleni St. Marcus na Msimbazi Center, chumba namba 19, Dar es Salaam. Masomo ya kidato cha 5 yataanza rasmi tarehe 6 mwezi wa 7 2026 katika michepuo ya PCB, PCM, CBG, EGM, HGE, HGL, HGK na HKL. St. Marcus High School ni shule bora ya wasichana na wavulana na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mazingira mazuri rafiki kwa wanafunzi kujisomea, walimu wa kutosha, maabara ya kisasa, maktaba. Shule inafanya vizuri kitaaluma kila mwaka, wanafunzi wote ufaulu. Kwa maelezo na maulizo piga simu namba 0754 691038 na 0750775775. Kwa maarifa na ujuzi wa hali ya juu, mpeleke mwanao St. Marcus High School. Mtazamaji wa kipindi cha Ngome ya Michezo kupitia Baraka TV, niliwaambia pale mwanzo kwamba tutakuwa na mgeni wetu ambaye ni John Jerome, mkuu wa kitengo cha habari cha klabu ya Mbeya City, lakini pia ni mchezaji wa zamani wa Mbeya City, EF, Njombe Mji pamoja na Real Nakonde ya nchini Zambia. John, karibu. Bwana, nashukuru sana. Mimi nakufahamu kama John Jerome. Yes. Lakini mtazamaji wa Baraka TV yeye anataka kufahamu zaidi. Kwa maana ya title au unajua mtu unavyojitambulisha maana yake jina, title na vitu kama hivyo. Yes, uko sahihi. Natamani nitamke au nitaje majina yangu yote matatu. Sawa. Mimi kwa majina naitwa John Jerome Sagara. Wengi walikuwa wananiita sana jina maarufu kipindi ninapocheza. Unajua kuna kipindi fulani nafikiri hata sasa ukiwa unacheza mpira kuna namna kama kuna mchezaji ambaye ni idol wako au wewe ndio mchezaji ambaye unamtizama zaidi au watu wanakufananisha na mchezaji fulani, kuna namna jina wanaweza wakakubatiza. Tukumbushe walikubatiza jina gani? Waliniita nilikuwa jina langu maarufu lilikuwa ni Kapombe. Ingawa mimi kipindi nacheza sijafika level fulani kwenye daraja hili ambalo ndio daraja la mwisho kwenye mpira wetu wa miguu. Nafikiri sio nchini Tanzania tu, hata kwenye mataifa mengine kwa maana ya Premier League. Hilo ndio daraja la mwisho zaidi kwenye ngazi za juu. Kabla sijafika nilikuwa nalipokea.
Baada ya kufika nikaona haina haja, kwa nini niitwe Kapombe wakati na mimi nacheza kwenye level hii. Ambao Kapombe yupo huku na mimi nipo huku. Umeona? Lakini kwa nini pia walikuwa wananiita hilo jina? Kipindi changu cha kucheza nilikuwa napenda sana kuvaa jezi namba 4. Namba 4. Na ndio jezi ambayo kuna nyakati Kapombe alivaa akiwa Azam kama na kumbukumbu vizuri. Yes. Ingawa sio kwa muda mrefu, maana jezi yake maarufu ni namba 12 kama na kumbukumbu vizuri. Yeah. Kwa hilo ndio jina langu maarufu kama jina la utani au AKA, lakini jina langu la kupewa na wazazi ni John Jerome Sagara. Hilo ndio jina ambalo jina nilopewa na wazazi. John, mimi nimeanza kufahamu tangu ukiwa unasoma Mbeya Day ya sekondari. Yes. Lakini baadaye nimekuona sana ukicheza klabu moja inaitwa Ferrari. Yes. Umecheza pale Ferrari ambayo ilikuwa inasimamiwa na Steve. Ilikuwaje? Sababu umetoka Mbeya sekondari uko pale, yes, unacheza Ferrari, lakini ghafla tukashangaa mtu yuko Mbeya City mala ligi kuu. Miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza ligi kuu wakiwa na umri mdogo, wewe ni miongoni mwao. Uko sahihi kabisa. Ilikuwaje mpaka ukawa unacheza ligi kuu ukiwa unasoma Mbeya sekondari? Nafikiri ukitaja Ferrari kuna ngazi fulani unakuwa umeiruka. Katika kucheza kwangu mpira awali kabisa sijaanza na klabu ya Ferrari. Unaanza na Ferrari? Yes, of course. Yeah. Kwa bahati nzuri mimi nimecheza mpira tangu nikiwa shule ya msingi. Shule ya msingi nimesoma hapa mjini, Mbeya mjini. Shule inafahamika kwa jina la shule ya msingi Manga. Yes. Ndio. Lakini wakati nasoma shule ya msingi Manga, tunafahamu kwa bahati nzuri serikali yetu ni sikivu sana kwenye swala la kimichezo kama unafahamu vizuri. Nafikiri wengi tunatambua hilo. Michezo mashuleni ilikuwa tangu muda mrefu. Ndio. Kwa hiyo wakati nasoma shule ya msingi Manga, nilikuwa naendelea na kufanya nini? Kujishirikisha na michezo, hasa mpira wa miguu. Mimi kwa bahati nzuri, sijui niseme bahati nzuri au bahati mbaya, sijawahi kushiriki mchezo mwingine wa aina yoyote hasa kwenye kucheza, ila kwenye kushabikia na nashabikia michezo tofauti, lakini kwenye kucheza mimi ni mpira wa miguu pekee. Ndio mchezo wangu pendwa, ndio mchezo ambao umenifanya jina langu kuwa kubwa kwenye mpira wa miguu nchini Tanzania hadi kufikia level kubwa kabisa ya kucheza. Kwa hiyo nilianza kucheza tangu nikiwa shule ya msingi Manga kwenye mashindano ya shule za msingi, UMITA nafikiri hilo mnalifahamu. Yes. Nimecheza huko tangu nikiwa mdogo, darasa la 5, la 6, la 7. Tena kwenye ngazi kubwa kabisa ya mwisho kwenye mashindano ya shule hizi za shule za msingi. Kwa bahati nzuri, unajua ukiwa unashiriki michezo hata kuna muda unakuwa active darasani pia. Nilikuwa ni mtu ambaye nashiriki michezo, napenda michezo, lakini darasani niko vizuri. Umeona? Kwa nini nasema darasani niko vizuri? Miaka ya nyuma hata sasa nafikiri, ingawa sio kwa asilimia au kwa kiwango kikubwa. Ukiambiwa uko shule ya msingi, umemaliza darasa la 7 au umehitimu darasa la 7. Alafu kwa mkoa wetu wa Mbeya ukaambiwa umefaulu shule ya sekondari Mbeya Day au Samola au Iyunga, basi wewe wastani wako ulikuwa mzuri zaidi, au matokeo yako yalikuwa mazuri. Kwa hiyo kwa bahati nzuri mara ya kumaliza darasa la 7 matokeo yametoka, nikawa nimefaulu Mbeya sekondari. Umeona? Lakini wakati nimefaulu Mbeya sekondari sikuachana na michezo. Bado niliendelea kushiriki michezo. Kwa bahati nzuri performance ambayo nilikuwa naionyesha kwenye michezo upande wa shule za msingi, nafikiri nilihamishia pia kwenye upande wa shule za sekondari. Tena kwa kiwango kikubwa zaidi. Umeona? Nafika tu form 1. Nafikiri ilikuwa ndio mara ya kwanza ile shule sekondari ya Mbeya sekondari. Kijana mdogo nafika na kupewa ukapteni timu ya shule. Yani sekondari kidato cha kwanza. Nipo kidato cha kwanza. Ukapewa ukapteni. Nafika tu napewa ukapteni. Lakini nasogea kidato cha pili, mimi bado ni kapteni, lakini bado nikapewa cheo kingine. Waziri wa michezo. Kidato cha pili. Yes. Lakini nafika kidato cha kwanza hicho siku 6 kuendelea na michezo kama nilivyozungumza. Hicho kipindi ambacho mimi nafika, kuna mashindano ya timu kwa upande wa kategori za vijana hizi under 17, under 15 yalikuwa yameshaanzishwa na shirikisho letu na serikali kwa ujumla. Kuna mashindano yalikuwa yameanzishwa yale kama unafahamu Airtel Rising Star, yes, lakini Copa Coca-Cola. Hayo mashindano yote mimi nafika tu sekondari form 1 tu. Mashindano yote nikacheza. Lakini wakati nacheza hayo mashindano, kwa bahati nzuri nikaa nashiriki na mashindano ya UMISETA, mashindano ya upande wa michezo shule za sekondari. Umeona? Nimefika form 1, kwa bahati nzuri nilicheza mpaka ngazi ya taifa tena.
Umesettle, niko kidato cha kwanza. Umeenda mpaka taifa. Yes. Nakumbuka mashindano yalikuwa yanafanyikia Kibaha kama unakumbuka vizuri. Yes. Lakini wakati huo nacheza hayo mashindano, pia nacheza mashindano ya Airtel Rising Star na pamoja na nini? Na Coca-Cola. Coca-Cola nayo nilifika mpaka ngazi ya taifa. Hivyo kwenye upande wa nini? Wa Airtel Rising Star. Kwa bahati nzuri wakati nacheza UMISETA, nafikiri mimi ndio mchezaji ambaye nilirudi na zawadi kutoka kwenye mashindano yale ngazi ya taifa. Hapo niko form 1. Lakini nimerudi na zawadi kwamba mchezaji mwenye umri mdogo ambaye ni mchezaji bora kwenye yale mashindano. Kwa hiyo sasa hizi ukienda kwenye shule ya sekondari Mbeya Day kuna zawadi pale ambayo ililetwa na nani? Na John Jerome. Umeona? Kwa hiyo haikuwa rahisi kwenye hilo, lakini wakati naendelea kupambana na hayo mashindano nilipata pia nafasi ya kuitwa timu ya taifa ya vijana kwenye huu umri, kwenye yale mashindano ya Coca-Cola na Airtel Rising Star. Ingawa sikufika level ya mwisho kabisa, labda maana nakumbuka yale mashindano kulikuwa kuna namna wanachagua wachezaji au katika wale wachezaji watakaofanya vizuri mashindano, kuna kipindi nafikiri kama sio hayakufanyika kama sio Nigeria, basi kuna taifa tofauti Coca-Cola na Airtel Rising Star, kuna taifa alifanyika yale mashindano. Umeona? Lakini nacheza yale mashindano wakati huo kwenye timu za mtaani ambazo mimi ndo zinanifanya muda mwingi niwe sawa sawa kwenye michezo. Haikuwa Ferrari. Ilikuwa timu gani? Ilikuwa ni timu ambayo ilikuwa nisimamiwa na Mwalimu Maka Mwaruisi, kama mnakumbukumbu vizuri. Foisa. Kuna kituo kilikuwa kinaitwa Foisa, Forest Youth Soccer Academy. Ndio. Hicho ndio kituo ambacho maarufu kinazalisha vipaji mkoa wetu wa Mbeya, ambacho pale ndio wamepita kina Hamisi Maingo. Yes, of course. Boniface yao kina Lampard wale, Frank Lampard, hao kina Lambert Sabianka, tunaona kina Keniali, Deogratus Julius Msafo, wote hao. Sasa hao wakati wanacheza wao kwenye kategori kubwa ya chini ya miaka 20, sisi ndio tulikuwa vijana ambao tunafuata nyuma yao. Lakini wakati huo nipo shule. Sasa hiyo ni labda niko form 2. Hiyo ni 2012 nafikiri. Kama nakumbukumbu vizuri. Hii ndio miaka ambayo klabu ya Mbeya City ilikwenda kuanzishwa. Lakini iko daraja la kwanza ambalo maarufu sasa ni championship. Kama nakumbukumbu, msimu wa kwanza imecheza haikufanikiwa kuwa promoted. Msimu wa pili imecheza imekuwa promoted. Wakati inakuwa promoted mimi nipo sekondari Mbeya Day, lakini wakati huo nipo kwenye kituo cha Foisa. Umeona? Kwa hiyo nacheza huku mpira Foisa, lakini shule ni sekondari Mbeya Day. Hapo nacheza yale mashindano Airtel Rising Star, lakini kupitia timu ya shule. Kama nakumbukumbu vizuri, Airtel Rising Star walikuwa wanataka vijana ambao wako shule. Coca-Cola ilikuwa kuna utofauti kidogo kwa sababu chini ya miaka 17 unaweza kupata kijana ambaye hasomi, ambaye hayupo shule au ambaye tayari ameshafanya nini, ameshahitimu. Umeona? Kwa hiyo ukiona umepata collab huko, maana yake sasa John Jerome akiitwa kwenye Airtel Rising Star, maana kilichoangaliwa hapo ni shuleni. Akiitwa Coca-Cola imeangaliwa wapi? Foisa. Umeona hicho kitu Kwa hiyo nikawa napata namna hiyo kujiweka kwenye michezo muda mwingi kwa njia hiyo. Lakini wakati Mbeya City wanakuwa promoted kwenye daraja la Premier League, mimi bado niko sekondari Mbeya Day. Wakati huo nipo kwenye timu yangu ya mtaani ambayo nasema ni kituo cha Foisa chini ya Mwalimu Maka Mwaruisi pamoja na Peter Maenge, kama unakumbukumbu vizuri, alikuwa msaidizi wake ambaye sasa ni mchungaji nafikiri. Nilikuwa namuita Mzambi. Yes. Umeona? Kwa hiyo wakati tupo Foisa 2012-13 ndio 2011-12 Mbeya City anakuwa promoted daraja la Premier League. Kama tunavyofahamu mpira wetu wa Tanzania kuna namna ambavyo tayari kuna kanuni zimeshawekwa au matakwa tayari yameshawekwa. Ukiwa na timu unamiliki timu ya ligi kuu, basi lazima kuwe kuna timu za vijana. Under 20. Yes. Kwa hiyo timu ya kwanza ya Mbeya City ya under 20 ndio ilikuwa under 20 yetu sisi, ambapo sasa asilimia karibia 99 wachezaji walitoka kwenye kituo cha Foisa kwa Maka Mwaruisi. Yes. Lakini kundi kubwa la hawa wachezaji ambao tuko Foisa wengi tulikuwa tunasoma Mbeya Day. Ukienda kwenye kategori ya chini ya miaka 20, Hamisi Maingo anasoma Mbeya Day. Meja alimaarufu kama Meja Mnyama Mbeya Day. Boni hao Mbeya Day, Lambert Sangu, lakini Lampard Sangu. Umeona hiyo hao sasa walikuwa juu yetu sisi. Lakini Keniali naye nafikiri Sangu, Isa Nelson Sangu. Sisi tunaofuata wengi tulikuwa wapi? Tulikuwa Mbeya Day. Kwa hiyo ile under 20 ya kwanza ya Mbeya City tulikuwa wengi tunatoka kwenye academy ya Foisa. Umeona? Kwa nini Ferrari?
Ferrari imekuja mara baada ya mimi kuanza kufanya nini? Kucheza under 20 ya klabu ya Mbeya City. Maana yake sasa tumeshakuwa academy ya Mbeya City, tumeshakuwa timu ya vijana ya Mbeya City chini ya miaka 20. Uwezo ukashare sehemu mbili ukawa kwenye academy hii na hii. Maana yangu ni nini? Tumeshatoka kwenye mazingira ya Fuisa. Tumekuja kuwa rasmi sisi ni timu ya vijana ya klabu ya Mbeya City chini ya miaka 20. Hiyo ni 2013. Ndio msimu wa kwanza ambao klabu ya Mbeya City inaanza kushiriki daraja la Premier League 2013-14 kama nakumbukumbu vizuri. Yes. Hapo nimeshatoka kwenye mazingira ya under 17 na under 15. Ila bado niko shule. Hapo niko form 3. Tumecheza mashindano ya yale ya under 20 kwenye upande wa timu ya Mbeya City. Nakumbuka mechi yangu ya kwanza tumecheza na Yanga uwanja wa Karume. Ile mechi tulipoteza kwa goli moja nafikiri. Mara baada ya ule mchezo kutamatika, mechi inayofuata tulikuwa tunacheza na JKT Ruvu. Uwanja sikumbuki vizuri, ila kama sio Nyumbu, tulikuwa tulicheza Duse. Chuo cha Dar es Salaam pale. Ile mechi tulicheza pale. Wakati huo miaka yote hiyo ambayo tunacheza, nikiwa nacheza Foisa mimi ni mshambuliaji. Aidha ni wing au namba 10. Sio full back. Yes. Nikiwa nacheza Mbeya Day, mimi ni beki wa kati. Na ni kapteni, sio full back. Lakini mechi ambayo imekuja kunitambulisha rasmi kwenye mpira wa miguu mimi kuja kuwa full back ni hii mechi ambayo naizungumza ya under 20 kati ya sisi Mbeya City na JKT Ruvu. Hiyo mechi ndio rasmi imenitambulisha mimi kuja kuwa full back. Wakati huo mwalimu wa timu ya vijana alikuwa ni mwalimu Maka Mwarusi upande wa Mbeya City. Siko unanipata vizuri. Lakini hakudumu kwa muda mrefu kwenye hayo mazingira, baadaye akaja mwalimu mwingine ambaye sasa hizi ni rais wa shirikisho Zanzibar, Suleiman Jabili kama unakumbukumbu vizuri. Yeye ndo alikuja kupokea mikoba ya Maka Mwarusi baada ya Maka kupelekwa kwenye senior team kuwa assistant coach kama unakumbukumbu vizuri. Yes. Kwa hiyo hapo baada ya Maka kuondoka amekuja mwalimu Suleiman Jabili. Sisi moja kwa moja mara baada ya yale mashindano ya under 20 kutamatika, mwalimu Suleiman Jabili ripoti yake ikazungumza kwamba 1 2 3 hao wachezaji wanafaa kuwa promoted kwenye senior team. Wakati huo sasa kuna mimi, lakini alikuwepo Rafael Daudi, alikuwepo somebody and goalkeeper mmoja alikuwa anaitwa Alidi Sanatu. Rafael Daudi Loti, lakini yeye hakucheza mashindano ya under 20 ila alikuja akiwa na ule umri, lakini sisi tushamaliza mashindano. Ila kwa sababu tulikuwa tuna train naye kwenye under 20 akawa promoted kama under 20. Lakini Alidi Sanatu nafikiri kuna mkumbuka sasa hizi ni marehemu. Kama unakumbukumbu alikuwa goalkeeper. Alikuwepo Hamidu Mohamed Kaida. Wingi mmoja alikuwa mfupi. Hao ndo baadhi ya wachezaji ambao tulikuwa promoted moja kwa moja kwenye senior team. Kwa hiyo mara yangu ya kwanza sasa John Jerome ndio mchezaji ambaye kwenye timu ya Mbeya City nacheza huku nasoma sekondari. Ingawa nakuwa promoted lakini sikuwahi kucheza mechi ya ligi kuu. Ila na train na senior team. Ila tayari jina lipo kwenye usajili wa senior team. Kwa mimi ni mchezaji halali wa senior team club ya Mbeya City. Kwa nini nilikuwa sipati nafasi ya kucheza? Mwalimu Mwambusi alipenda sana nisome kwanza. Na aliamini kwamba ipo siku nitatumika kwenye hii klabu hata kama nasoma. Kwa hiyo form 3 nipo form 3 Mbeya sekondari, lakini tayari nimeshakuwa promoted kwenye senior team ingawa sipati nafasi ya kucheza. Lakini ikifika Ijumaa, Jumamosi, Jumapili kama timu haijasafiri kwenda kucheza popote na train na senior team. Sio unanipata vizuri. Na nakumbuka kwenye kutrain hapo kuna mechi nishawahi kucheza kwa upande wa senior team, bado niko shule ya kirafiki. Kagera Sugar nafikiri alikuja hapa, Kagera Sugar ya mwalimu Kibadeni. Walikuja hapa nafikiri walimaliza mechi na Tanzania Prisons. Wakaomba mechi ya kirafiki, ile mechi ya kirafiki tulienda kucheza Kiela na Mbeya City. Yes. Tumeenda kucheza mechi ile ya kirafiki Kiela, mimi ndo nicheza fullback. Ndio mechi yangu ya kwanza sasa. Nacheza na kwenye senior team ila ni mechi ya kirafiki. Tumekwenda kucheza Kiela. Lakini ingawa kuna mechi ambazo tulikuwa tunacheza lakini sio na madaraja na timu za madaraja ya ligi kuu. Nakumbuka kuna kabla Shilazi alikuwa anamiliki timu hapa kama nakumbukumbu vizuri. Yes, Mbeya Kwanza awali ilikuwa inaitwa Coca-Cola ile. Ile ndio timu ambayo mara nyingi sana ilikuwa anapenda mwalimu Mwambusi kucheza nayo mechi za kirafiki. Kwa
kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine. Kwa bahati nzuri zile mechi mimi nilikuwa nacheza. Ndio. Nacheza zile mechi. Hivyo nilikuwa napata exposure, experience taratibu. Umeona? Lakini hiyo ndio ilikuwa mechi yangu ya kwanza ya kirafiki kwa upande wa senior team. Tumecheza na timu ya daraja la Premier League kwa maana dhidi ya Kagera Sugar. Tulikwenda kuchezea Kiela. Na Mbeya City tulishinda goli 1-0. Nakumbuka goli alifunga Douglas Julius Msafa. Ilikuwa ni mkojo wa penalty, yes. Lakini wakati huo baadhi ya wachezaji ambao tuko promoted ambao tulicheza ile mechi nakumbuka ni mimi na Hamidu Kaida. Yeah. Umeona? Kwa hiyo huo ndio ulikuwa mwanzo wangu wa safari ya mpira wa miguu. Pale ndipo mwalimu Mwambusi akaona huyu anafaa kuwa kwenye mazingira ya senior team moja kwa moja. Naingia form 4 bado nacheza UMISETA pia. Hapo ndo nilipata nafasi ya kucheza mashindano ya kimataifa makubwa kwa upande wa shule za sekondari. UMISETA ni ngazi hii ya kwetu sisi. Yeah. Taifa Tanzania. Lakini ukijumlisha shule za Afrika Mashariki nafikiri ilikuwa ni FEASA. FEASA UMISETA East Africa. Hapo sasa ndo nikakutana na ndugu zangu ambao tulitoka, nakumbuka kanda ya Mbeya. Nilitoka kanda ya Nyanda za Juu nilitoka mimi peke yangu. Nyanda za Juu kusini. Mikoa mitatu. Mbeya, Rukwa, Katavi. Nilitoka mimi peke yangu. Nakumbuka kambi tumekwenda kuweka kwenye shule ya Makongo. Wakati huo Makongo sasa kuna wachezaji saizi ambao wapo daraja la Premier League, Kenneth Kunambi, Baraka Majogoro, Frenki Kobela, hapo mimi fullback, Ken Kunambi namba 6, Baraka Majogoro namba 8. Alafu Frenki Kobela ndo alikuwa striker wetu. Okay. Umeona? Hapo namaliza form 4, baada ya kumaliza mwalimu Mwambusi akanirudisha rasmi sasa tena kwenye kutrain na senior team. Hapo nimetoka kucheza ile mashindano ya FEASA. Nilivyorejea mwalimu hakutaka kunipa nafasi moja kwa moja ya kucheza moja kwa moja. Kwa sababu ukiangalia kuna piki fulani ambayo ilikuwepo, afu kuna cream fulani ya wachezaji ambao performance kiukweli ilikuwa ni bora kuliko mimi ambaye nakuja taratibu. Kwa maana hiyo umemkuta nani? Umemkuta John Kabanda. Kabanda nimemkuta, lakini somebody fullback mwingine nafikiri alikuwa Baraka Haule. Okay. Mara baada ya Baraka Haule kuondoka alikuja Christian Sembuli nakumbuka. Baraka Haule shacheza kijiweni. Yes, hao ndo walikuwa mafulubeki. Sawa. Kwa mimi ikabidi nitafutiwe timu kwa mkopo. Timu kwa mkopo wapi? Sio hapa. Sio hapa nchini. Timu ambayo Mbeya City tulikuwa tunapenda kucheza mechi ya kirafiki. Kuna timu inatoka boda ya Zambia na Tanzania. Real Nakonde. Yes, Real Nakonde. Kwa ikabidi mimi nipelekwe kule kwa mkopo. Nilipelekwa kule kwa mkopo, nilicheza nafikiri ilikuwa miezi 6. Ukarudi. Lakini wakati narudi, mwalimu Mwambusi anaondoka. Anakwenda Yanga. Huo ni msimu wa 2015-16. Mwambusi anaondoka, timu nakumbuka Mwambusi anaondoka alimwachia mwalimu Meja Mingange. Abdul Mingange. Yes. Yes. Anavyoondoka ripoti ilizungumza kwamba naomba 1, 2, 3 kuhusu John Jerome. Kwa mimi nilivyomaliza ile miezi 6 kule, moja kwa moja narudi narudi tu nyumbani likizo, maana ligi zinaisha tofauti. Yeah. Kule ligi inaisha, huku ndio dirisha dogo la usajili linafanya nini? Linafunguliwa. Mwezi wa pili. Narudi, nimekaa siku 2 nyumbani, napigiwa simu. Nitakuwa nilipoti kambini wapi? Mbeya City, timu inakwenda Tukuyu. Mwakaleli. Kuweka pre-season. Umeona? Kweli nilipopigiwa simu, nakumbuka alinipigia simu alikuwa afisa habari Dismas Ten. Wewe ndo alinipigia simu. Bwana, unatakiwa kuripoti timu hapa inaondoka muda fulani, nitakiwa tuende pre-season Tukuyu. Kwa hiyo safari yangu ya mpira kiujumla kwenye klabu ya Mbeya City au kwenye maisha yangu ya mpira, hapo ndipo ilipokuwa imeanzia. Nilirudi nikacheza kwenye klabu ya Mbeya City. Yani nilirudi kwa kufanya muendelezo, kwa sababu nilitolewa kwa mkopo nikarudi tena. Ndio. Kwa hiyo ukihesabu kwenye daraja la Premier League kwenye klabu ya Mbeya City nimecheza misimu mingapi? Ni takriban karibia misimu 4. Maana Mbeya City nimekuja kuondoka 2017. Ndio rasmi kuondoka. Nikawa naondoka. Nimeondoka 2017 Mbeya City. Nimeondoka kwa bahati nzuri, sikuondoka vibaya. Nimeondoka, nilikoenda kwa mkopo sikuondoka vibaya. Nimerudi Mbeya City naondoka, sikuondoka vibaya. Kwa nimeondoka
wale watu wa Zambia walikuwa wameshakuwa promoted, maana nilienda ikiwa championship. Wamepanda daraja wakaona kwamba huyu mtu ameondoka Mbeya City. Sisi alitufaa, tunataka tumtumie tena. Simu ikapigwa, bwana tunahitaji kufanya na kazi na wewe. Nikarudi, kwa hiyo nimecheza championship Zambia, nimecheza ligi kuu Zambia. Zambia nimecheza ligi kuu msimu mmoja. Okay. 2017 kutafuta 2016 17. Kwa hiyo mara baada ya kumaliza ule msimu Zambia, nimemaliza ule msimu, narudi huku, dirisha dogo la usajili linafunguliwa. Kama kawaida kule inaisha mwezi wa pili, huku kirudi dirisha dogo linafunguliwa. Yes. Narudi huku, simu zikawa nyingi. Wakati nacheza Mbeya City nilikuwa na mshambuliaji wangu alikuwa anaitwa Dita Mchimbi. Nakumbuka mechi yangu ya kwanza ya ligi kuu kucheza Mbeya City ilikuwa dhidi ya Mwadui. Sokoine. Na mpo na Dita Mchimbi Duma. Mechi yangu ya kwanza hiyo nacheza, ndo mechi yangu ya kwanza hiyo nika assist. Nakumbuka nilipiga pasi, goli alifunga Dita Mchimbi. Kwa hiyo wakati natoka Zambia narudi huku Tanzania, nimeshamaliza kule msimu wangu daraja la Premier League, narudi huku dirisha dogo. Mtu wa kwanza kunipigia simu walikuwa, nakumbuka walikuwa Majimaji kweli, nimetoka nimeenda mpaka Songea, tumefanya mazungumzo, tumeshindwana. Lakini wakati tunashindwana kuna watu walipata taarifa, bwana kuna mtu 1 2 3 amerudi, wameenda kula mshindwa. Sikujua nani kazifikisha hizo taarifa. Niko njiani narudi, Dita Mchimbi ananipigia simu. Hapo tayari ashaondoka Mbeya City. Ameenda Njombe mji kusaini sasa. Yes. Okay. Bwana kuna mtu fulani atakupigia simu. Kaambia kulikoni? Akaniambia wewe pokea simu umsikilize. Anapiga simu nani? Kaambia poa, hamna shida. Nimekaa kama dakika 10 hivi nikakuta simu inaingia. Bwana mambo vipi? Safi. Naitwa nani? Mtu fulani. Anakumbuka alikuwa bosi kwenye ile timu, alikuwa saizi ni mwenyekiti wa halmashauri pale, Mr. Elasto Mpete. Yes. Kanipigia simu. Bwana naitwa Elasto Mpete 1 2 3. Nataka kufanya kazi na wewe. Dirisha limefunguliwa. Nikamwambia mimi niko safari ndo narudi. Akanambia shuka, nitalipia gharama zote za usafiri na kila kitu. Nikashuka. Kushuka tufanya mazungumzo, tumeshindwana. Nimelala, tumefanya mazungumzo, tumeshindwana. Kesho nikaamka narudi Mbeya. Narudi Mbeya tarehe, nakumbuka lile dirisha la usajili lifunguliwa mwezi wa kwanza. Yes. Narudi Mbeya tarehe 31. Tarehe 1 mwaka mpya. Dirisha la usajili linafungwa tarehe 2. Alafu tarehe 3 ana mechi na nani? Na Kagera Sugar. Kagera ambao golikipa nani? Kaseja. Katoka Mbeya City naye. Maana mimi naondoka naenda Zambia, nilimwacha Kaseja. Kaseja naye mimi narudi, yeye ameondoka ameenda Kagera. Kama unakumbukumbu vizuri. Kwa hiyo mwaka mpya umepita. Dirisha linafungwa saa 6 usiku tarehe 2. Tarehe 3 kuelekea tarehe 3. Tarehe 2 asubuhi napigiwa simu tena. Njombe mji. Kwa mara ya pili. Yes. Bwana naona yale tuko nazungumza, naomba tuje tufanye makubaliano, negotiation imekaa vizuri. Kaambia sawa, hamna shida. Tumeni nauli, katumba nauli. Ukaenda bwana. Nikafunga safari. Nafika, bahati nzuri makubaliano yakawa yamekaa sawa sawa kama tulikuwa tunazungumza mwanzo, nikawa nimesaini mkataba. Na mkataba nakumbuka nilisaini wa miezi 6. Wa miezi 6 tu. Nimesaini ule mkataba. Kesho yake tukawa na mechi na Kagera Sugar. Mechi ile sikucheza. Nakumbuka mwalimu kipindi kile alikuwa, kuna mwalimu aliondoka Kenneth Mkapa ambaye alipandisha Njombe mji. Akawa amebaki mwalimu msaidizi Mlage Kabange. Ashafundisha Kagera. Amefundisha Kagera pia, alikuwa msaidizi nafikiri kipindi kile na mwalimu nani? Lakini pia Mayanga nafikiri yule Mganda. Mbeya Kwanza pia amepita. Yes. Nafika pale, wapo ambao hawanifahamu wanataka nifanye majaribio. Yani ushasaini. Ila sasa si mechi na Kagera kesho. Wamecheza mechi imeisha. Sasa unafanya majaribio ya nini wakati dirisha lishafungwa? Mimi nikamwambia sidhani kama kuna haja ya kufanya majaribio. Majaribio yenyewe nataka nifanye. Mechi wanacheza na timu under 20. Under 20 kuna mchezaji ambaye nilicheza naye Hefu. Alikuwa fullback wa kushoto, alikuja Tanzania Prison pia. Steven Mwajala. Kama unakumbukumbu zote. Kibaba fulani kimeshiba shiba. Mimi nafika pale, yeye anacheza under 20 yule Njombe mji. Umeona? Okay, nikasema sawa, hamna shida. Hiyo mechi mimi nitacheza, sio nataka kunitizama. Kumbe matizamio yao sio kwamba majaribio kwamba waone kama niko bora au vipi. Ni namna gani na kwenda kutumika kwenye mechi zinazofuata, kwa sababu tulikuwa tukimaliza pale mechi
Nakumbuka tulikwenda kucheza mechi na Mwadui Shinyanga. Umeona? Kwa hiyo walichokuwa nawaza ni kwamba tutasafiri naye au vipi? Siko unanielewa? Yes. Bwana mimi nimefika pale. Wamecheza kipindi cha kwanza, mimi niko jukwani. Na wale vijana. Yes, mechi na under 20. Kipindi cha pili kinakaribia kuanza. Watu wakawa wanapiga makofi wanataka mimi nicheze. Mimi viatu nimeviacha wapi? Hoteli. Wakamwambia tunataka ucheze. Sina jezi sina nini. Kwa bahati nzuri kulikuwa kitman alikuwa anatembea na vifaa. Ila viatu nakumbuka viatu nilitumia vya Hassan Kaparata wakati yuko Njombe mji. Midfield. Nikachukua viatu nikavaa. Mpira wangu wa kwanza ulikuwa ni mpira wa kwenda kupiga mpira wa kona. Nimeenda nimepiga mpira wa kona, mwalimu akasema mtoeni akapumzike. Mpira tu wa kona nilipopiga basi. Mwalimu kaambia akapitoeni akapumzike. Nimekwenda nimepumzika. Kweli nikavua. Nimevua nimepumzika. Albadili linasoma, tuko wachezaji wanafahamu kitumia ukisema neno Albadili, majina yale wanaosafiri wale. Albadili linasoma, John Jerome yumo kwenye safari. Sema sasa hapa shule imeanza. Bwana tumesafiri, tumekwenda Mwadui. Tumecheza mechi. Nakumbuka ile mechi tumetoka 2-2. Yes, 2-2. Ile mechi mimi sikucheza. Ila nimesafiri. Lakini wakati huo tunataka kusafiri hapa. Timu ikawa imepata mwalimu mpya. Jina nakumbuka ni Mzanzibari, Bushiri. Bushiri Suleiman. Kama sio Bushiri Suleiman kati ya majina Bushiri lipo. Okay. Huyo ndio mwalimu akana kuja kutambulishwa. Mwalimu ametambulishwa yule. Hajawahi kuniona nikicheza. Hakufahamu. Hanifahamu. Tumetoka Mwadui tumekwenda Kagera tumecheza mechi zote sijacheza. Tumerudi tuna mechi na Simba nyumbani. Hamna kitu kinyuma kama kile. Matamanio yangu nicheze mechi na Simba. Mechi ambayo hivyo Mapunda taulo lake linachoma moto. Matamanio yangu nicheze ile mechi. Lakini huwezi amini kuna vikosi viwili viligawanywa mpaka kesho sitakuja kusahau. Yaani sisi tukaonekana nimewa mechi hii, wengine wa mechi hii. Kivipi yani hapo? Kuna wachezaji ambao wale ni first priority, wachezaji first 11, wakaambiwa wabaki wasisafiri kwa ajili ya mechi ya Simba. Sisi tusafiri tukacheze mechi ya FA dhidi ya Stand Shinyanga. Nakumbuka ile mechi tumesafiri wachezaji kama sio 14 13. Sababu walikuwa wachezaji wawili. Mnaenda kucheza mechi dhidi ya Stand Shinyanga. Ile mechi sijacheza fullback ya kulia. Nimecheza fullback ya kushoto. Umeona? Nimecheza ile mechi fullback ya kushoto. Mechi imeisha tumpoteza kwa bao moja kwa sifuri. Nakumbuka kipindi kile wachezaji wapo akina Bigilimana Blaze. Mchezaji mmoja kwa mwembamba hivi anakimbia. Kina Masawa wote walikuwa kule. Walikuwa Stand. Nimecheza kushoto. Watu hawakuamini. Mechi yangu ya kwanza afu nimecheza fullback ya kushoto. Kama dakika 60 hivi nikawa tume exchange. Nimepelekwa fullback ya kulia. Nimerudi sasa kwenye nafasi yangu eneo lako la kujidai. Kule ndo kuminipa sasa nafasi kucheza rasmi kwenye kikosi cha Njombe mji. Baada tu ya ile mechi. Nimerudi hapa. Tulotoka Shinyanga. Tukaambia tupumzike mechi na Simba tusitumike. Tumechoka na safari. Walobaki wakapigwa 2 na Simba. Nakumbuka goli la kwanza alifunga Boko, la pili sina kumbukumbu vizuri. Goli kipango alikuwa David Kisu. Baada ile mechi tunasafiri. Tulikwenda kucheza na Azam, mechi ambayo tulipata draw. Tumecheza ile mechi. Wewe umo ndani. Nimecheza mimi fullback ya kulia. Nakumbuka ile mechi nilipata kadi nyekundu. Refari alikuwa Jonesi Alukia. Sijui niseme ninamkosi naye. Kila mechi nakumbuka leo tuchezesha, kila timu nilocheza nimepata kadi nyekundu. Nafika Solo Ihefu. Kazolo Ihefu. Mbeya City nilipata kadi nyekundu mechi na Afrika Lioni hapa Sokoine mechi refa Jonesi Alukia. Njombe mji nimepata kadi nyekundu refa Jonesi Alukia. Mechi na Azam. Ile mechi Midimao alikosa penalty kama nakumbukumbu vizuri. Goli kipango alikuwa Rajabu Mbululu. Rajabu mtoto airport. Yes. Mechi ile imepita nimpata kadi nyekundu, mechi inayofuata sikucheza, zilizofuata zote nakumbuka mpaka ligi inaisha. Fullback wa kulia mimi, fullback wa kushoto Nixon Kibabage na Muxin Malima yule mtoto nakumbuka saizi nafikiri yuko na TRA. Yes. Muxin Malima. Yes, waliletwa na Mtibwa kwa mkopo. Umeona?
Kwa hiyo tumecheza Njombe Mji mpaka timu inashuka, lakini mara baada ya timu kushuka, mwisho wa siku sisi ni wachezaji, una move from one place to another, unatoka hapo na kwenda pale, unatoka hapo na kwenda. Mimi Njombe Mji imeshuka, nikawa nimepata nafasi kucheza kwenye kikosi cha IPF. Kwa bahati nzuri sasa, wachezaji wote ambao kwa 90% tumecheza Njombe Mji, wote tulicheza IPF. Fullback wa kulia na kushoto tulikuja IPF. Winga kulia na kushoto alikuja IPF. Kiungo mmoja nakumbuka alikuja Wile Mgaya stick, naye akawa IPF. Kwa hiyo ile Njombe Mji yote ambayo imeshuka, wachezaji takriban karibia 7 mpaka 8 tukao tumekuja wapi? IPF. That's why mpaka IPF inapanda msimu wa kwanza watu hawakushangaa, kwa sababu ni timu ambayo ni kama yani ilitengenezwa muda mrefu, kumbe timu ambayo imehama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wachezaji ambao tayari tunafahamiana nao. Yes. Wachezaji wanacheza ligi kubwa. Na ndio maana tukupata tabu sana kwenye kupandisha ile IPF ya mara ya kwanza. Lakini nimecheza ile IPF imepanda. Nafikiri changamoto ya majeraha ikawa inanisumbua kidogo. Nilipata injury ya goti nakumbuka. Ile injury nilipata, na ile injury nilipata nakumbuka tunacheza mechi na Mtibwa. Ile injury imenisumbua kidogo. Nilipopata ile injury sikupata wakati mzuri sana kwenye performance kiujumla timu yote niloenda. Maana nilipotoka IPF nakumbuka nilipata nafasi ya kwenda kujoin kwenye klabu ya Pamba. Ingawa sikudumu kwa sababu ya changamoto ya majeraha ambayo nilikuwa nimeyapata. Nimekaa Pamba kama miezi 3 nafikiri. Nikaona hii shida inaweza kanipa shida kubwa zaidi ya hii. Kuna maisha baada ya mpira. Ngoja nifanye maisha mengine. Kwa hiyo kuanza kwangu kote mpira kwenye mazingira hayo, mwisho wa siku mpaka napumzika kucheza au naachana na kucheza mpira, nimeacha nikiwa nacheza kwenye klabu ya Pamba, ingawa sikuhudumu moja kwa moja kwa sababu sikupata nafasi ya kucheza kwa sababu ya changamoto ya majeraha, kama una kumbukumbu vizuri. Kwa hiyo huo ndio mwanzo wangu wote wa mpira au wa maisha yangu ya mpira wa miguu mpaka na kwenda kupumzika au kulitaya kiujumla kwenye nafasi ya kucheza. Huyu ndio John Jerome ambaye tuko naye siku ya leo, ambaye unamtazama hivi sasa, anakupa story ya maisha yake ya mpira toka alivyoanza mpaka hapo alipofika, niseme alipoamua kulitaya sasa kwenye football. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wameacha mpira akiwa bado ni vijana wadogo, lakini yote ni sababu ya injury ya goti ambayo imemsumbua kwa muda mrefu, ikapelekea yeye kuachana na mpira na kuangalia ni namna gani sasa anaweza kuutumikia mpira kwa namna moja ama nyingine. Tunakwenda kupata mapumziko mafupi. Tunasikiliza St. Marcus Secondary High School ambao wanapatikana pale Iwambi. Wanatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5. Kwa kama una mtoto ambaye kidato cha 4, basi ni nafasi yako sasa kumpeleka pale St. Marcus, sababu ni shule nzuri sana ambao matokeo yake ni mazuri kweli kweli. Ni miongoni mwa shule ambazo zinafanya vizuri ndani ya mkoa wa Mbeya, lakini pia nyanda za juu kusini. Unavyotumzia St. Marcus, basi unazungumzia shule ambayo inafanya vizuri. Tunakwenda mapumziko mafupi. Tukirudi tunaendelea na John Jerome. Ngome ya michezo. Karibu Beni Pambakali, ni duka la nguo ambao unapatikana ndani ya jiji la Mbeya katika soko la Sido, mtaa karibu na mtaa wa Nafaka. Ni duka ambalo linajishughulisha kuuza nguo mbalimbali ndani ya jiji la Mbeya. Tuna nguo nyingi kama ambavyo unaliona duka letu. Tuna hizi pens kwa wale wapenzi wa vipens, tuna hizi pens ambazo zinapatikana dukani kwetu, lakini pia ni duka ambalo lina jezi mbalimbali kama ambavyo unaona. Tuna jezi za timu ya taifa, lakini tuna jeans mbalimbali kama hivi ambavyo unaziona. Tunauza kwa bei rahisi kabisa, bei ya jumla pamoja na rejareja. Kwa mteja wa jumla pamoja na rejareja, basi unakaribishwa Beni Pambakali ili uweze kujipatia nguo nzuri na zenye ubora wa kiwango cha juu. Lakini brandi mpya mjini, Baba Nongi, nayo inapatikana katika duka la Beni Pambakali. Njoo jipatie t-shirt kali kabisa, brand mpya mjini, Baba Nongi. Lakini pia kuna t-shirt za Mama Nongi pia ziko njiani zinakuja, zote zinapatikana hapa katika duka la Beni Pambakali. Tunapatikana ndani ya jiji la Mbeya, soko la Sido. Karibu ujipatie nguo kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Tunakusamini sana mteja wetu. Deliver tunafanya ndani ya jiji la Mbeya.
lakini pia tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana wilaya mbalimbali pamoja na mikoa mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania. Karibuni sana, asante. Habari njema kwako mzazi au mlezi. Uongozi wa shule ya St. Marcus High School iliyopo Iwambi jijini Mbeya unapenda kuwatangazia kuwa usajili wa kidato cha 5 A-Level kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa rasmi. Fomu zinapatikana shuleni St. Marcus na Msimbazi Center, chumba namba 19, Dar es Salaam. Masomo ya kidato cha 5 yataanza rasmi tarehe 6 mwezi wa 7 2026 katika michepuo ya PCB, PCM, CBG, EGM, HGE, HGL, HGK na HKL. St. Marcus High School ni shule bora ya wasichana na wavulana na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mazingira mazuri, rafiki kwa wanafunzi kujisomea, walimu wa kutosha, maabara ya kisasa, maktaba. Shule inafanya vizuri kitaaluma kila mwaka. Wanafunzi wote ufaulu. Kwa maelezo na maulizo piga simu namba 0754691038 na 0750775775. Kwa maarifa na ujuzi wa hali ya juu, mpeleke mwanao St. Marcus High School. Tumetoka kuwasikiliza St. Marcus ambao wanapatikana pale Iwambi jijini Mbeya. Wao wanakuambia mpeleke mwanao kwa ajili ya kupata nafasi ya kidato cha 5. Ni shule nzuri sana ambayo inapatikana ndani ya jiji la Mbeya. John? Yes. Umeacha mpira ukiwa unaitumikia Pamba. Lakini pia katika kali yako ya kucheza kote umetuambia kwamba ulikuwa na mkosi na Junisia. Kwamba mechi ukiwa na Mbeya City nimeshaipata red card. Ulipata red card. Ilikuwa ipo kupata red card. Ile mechi tulikuwa tunaongoza bao moja. Na kama nakumbukumbu ule msimu zilishuka timu 3 zote za Tanga. African Sports, Mugambo na Coastal. Ile mechi tulikuwa tukitoka hata sare tunashuka. Ndio? Sikumbuki Faulo nakumbuka nilomchezea alikuwa Awadhi. Awadhi Juma. No, Awadhi Salum yule mdogo. Achana huyo Awadhi Juma ambaye kocha Yule ndo nilimchezea Faulo, nakumbuka ilikuwa hivyo, yes. Mimi ndo nilikuwa na mtu wa mwisho. Alafu tayari nilikuwa na yellow card. Alafu yeye anaenda kumsalimia golikipa. Kwa hiyo ni faulo ambayo nilicheza ilikuwa na faida. Kwa sababu hatukupoteza. Tukashinda goli moja, tukasalia kwenye daraja la Premier League. Kwa hiyo tungetoa hata sare, tulikuwa tunashuka sisi, anabaki Coast. Alafu kule wanaoshuka wengine wawili, African Sports na Mugambo na Mbeya City. Kwa bahati nzuri ikawa hivyo. Mugambo ya Malumbu Sumu. Yes. Lakini kwa kuna mtu mmoja anaitwa Chande Magoja. Alikuwa mfupi hivi, mpira wa kurusha yeye, faulo yeye, kona yeye. Wakinapita Mwalianzi. Bwana ile Mgambo ile sitaki kusahau. Ilikuwa moto kweli. Ilikuwa hatari sana ile. Tuachane na Mgambo, lakini mtuambia kwamba wakati uko Njombe mji ni pale nyekundu bila. Ukakumbana na Dionisia. Hii nakumbuka, yes. Hii ilikuwa nakumbuka nayo ilikuwa ni second yellow card, red card. Nilikuwa na yellow card mwanzoni. Lakini sasa si unafahamu ile kuna mazingira fulani ushaona unapata point. Unapoteza muda kidogo. Lakini ingawa mimi haikuwa lengo kupoteza muda. Nilipata changamoto. Kuna mpira nilikuwa nazuia mtu asiataki. Nizuie ili uwe goal kick. Wakati natua mguu wa chini wa kulia nikatua vibaya. Kwa wakati nanyanyuka nikaona mbona kama kuna maumivu na feel. Nikakaa chini. Kukaa chini wakati huo mwalimu Azam, sikumbuki ni jina limenitoka kidogo. Alikuwa yeye alishapata kadi nyekundu mechi iliyopita, alikuwa jukwani. Akawa ametamka kwa sauti kwamba mbona anapoteza muda. Kwa hiyo Jones Alukia alivyogeuka akakuta nimekaa chini. Ikawa inaonekana kama kweli mimi nafanya nini? Napoteza muda. Hakujiuliza. Second yellow card and red card, lakini wakati huo dakika tayari ya 90 nafikiri wala dakika za nyongeza. Kwa hiyo na game ilishaje? Bila. Ndoka sana bila. Yes, of course. John. Kwenye mpira kuna matukio mengi. Kuna matukio mengi sana. Umetuambia umecheza Mbeya City, umecheza Real na Konde ya nchini Zambia, lakini umecheza Njombe mji, umecheza na Kihefu, Pamba. Kihefu na Pamba. Ni tukio gani ambalo katika kali yako ya mpira unasema kabisa lile siwezi kulisahau?
linaweza likachekesha lakini kwangu mimi sitakuja kulisahau. Unajua kwa mfano kadi nyekundu mimi ndo mara ya kwanza nilikuwa napata. Hii mechi dhidi ya Afrika Lyon wakati niko Mbeya City. Ile kadi la wakati napata, yani in short ni kama sikuona muamuzi kama kaonesha kadi nyekundu au kaonesha kadi ya njano. Wakati nimecheza ile faulo, ule mpira uliguswa ukatoka nje ukawa ni throwing ball. Lakini wakati huo sijaugusa mimi mpira. Kaugusa mchezaji nilomchezea faulo. Umeelewa? Kwa wakati imepulizwa filimbi ya faulo, mimi sikujali. Mimi nikaamini muamuzi kapuliza filimbi ya mpira kutoka na nahitaji kwenda kurusha ule mpira. Kwa mimi akili yangu haikufocus kwamba muamuzi anakwenda kuamua kitu gani. Ni kitu ambacho kwa upande wa mashabiki kiliwachekesha kwa sababu mimi si nimeshageuka. Yes. Muamuzi kumbe mimi kitendo cha kugeuka kwenda kuokota mpira muamuzi kashajua kwamba huyu amegeuka amenipa nafasi ya mimi kuona ni jezi namba ngapi ili ni muadhibu. Umenielewa? Mimi nageuka nikaenda kuokota mpira. Wanashanga mtu anarudi na mpira. Narudi nataka kurusha mpira. Kwa narudi nataka kurusha mpira, watu sasa wewe nenda vyumbani umepata kadi nyekundu. Kivipi? Mbona sielewi? Kadi nyekundu vipi? Kumbe mimi nishaoneshwa kadi nyekundu muda mrefu. Na wewe huna taarifa. Mimi sielewi chochote kwa sababu mimi naokota nageuka na kwenda kuokota mpira. Kumbe mimi kitendo cha kugeuka kwenda kuokota mpira nimempa nafasi muamuzi. Kwa sababu nafahamu taratibu muamuzi ili ya kuadhibu kuna namna lazima angalie hii ni jezi namba ngapi ili na yeye kwenye kumbukumbu zake afanye nini. Mimi sikujua hicho kitu. Mimi nimeokota mpira na kuja narusha. Kurusha naambia bwana nenda vyumbani. Meneja wangu alikuwa anakumbuka Geoffrey Katepa. Mchezaji wa zamani kwa wenye kumbukumbu zina Tuku Stars. Yes, alikuwa meneja Yanga pale. Anambia bwana umpata kadi nyekundu nenda vyumbani. Mimi sijui chochote kama nipata kadi nyekundu. Cha kwanza ndio ilikuwa mara ya kwanza kupata red card. Lakini umri wangu nikaanza kwanza mimi akili yangu muda wote ilikuwa na kijana mdogo napataje red card. Hicho ndio kilichokuwa naumiza kichwa. Inakuaje? Lakini kukumbuka nyuma kwamba kumbe kuna faulo nilicheza mara ya kwanza nilikuwa na yellow card. Alafu ya pili. Umeelewa? Kwa hiyo hamna kitu ambacho kwenye maisha yangu ya mpira huwa kinanipa kumbukumbu kama hicho. Cha kwanza kumbukumbu za aina mbili tofauti nafikiri. Hiyo moja ni kama ilichekesha watu kwamba mimi sikuwaza kama nimepewa red card. Lakini jambo la pili ni kwamba ilikuwa ndo mara yangu napata red card. Kwa hiyo wazo ambalo lilinijia, nimeshapata kadi nyekundu, zimebaki kama dakika 10 na kitu. Tukibaki na haya matokeo tunasalia kwenye ile daraja. Siko unanielewa? Mimi nimetoka. How come wakichomoa hili goli? Lawama ni za nani? Itakuwaje timu inashuka? Maana tukipata draw tunashuka. Siko unanielewa? Nilikaa vyumbani pale. Aisee, unachungulia tu kwenye uongo mbaya, hakuna siku nilikuwa na siku mbaya kama ile siku. Nilitoka na jasho za uwanjani. Nilifika vyumbani nimekauka ila jasho lilianza kutoka tena. Nawaza matokeo ikitokea hawa watu wameequalize, alafu tunashuka daraja. Sema kweli sikuwa na siku nzuri ile siku, lakini nililala vibaya sana kwa sababu ndo mara yangu ya kwanza kupata kadi nyekundu. Lakini baada ya matokeo. Alafu katika kile kipindi nakumbuka mwalimu ali-exchange watu wa kucheza kwenye nafasi yangu mimi. Fullback wa kule tulikuwa watatu. Mimi, John Kabanda, Haruna Shamte. Lakini kwa kuna changamoto eneo la katikati. Nakumbuka mabeki wa katikati alikuwepo somebody Tumba Swedi, Sankani Mkandawile yule Malawi na Rajab Zahiri. Lakini wakati huu hawa tunacheza huu mfumo tulikuwa tunacheza kama mabeki watatu. Mimi na Mwasapili ni kama ma wing back. Sio unanielewa? Mmoja kapata changamoto tunachezaji mabeki watatu. Na tayari wote wameanza na mimi nimeanza kama wing back. Kabanda ana changamoto. Maana yake lazima umtoe Haruna Shamte katikati aje acheze huko. Pembeni. Katikati acheze naye. Sasa tunacheza pungufu, inakuaje? Hicho kitu kiliniumiza sana kwa kweli. Yaani kilichoniumiza zaidi ni kwamba ndio mara yangu ya kwanza mimi napata kadi nyekundu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwenye historia yangu ya mpira wa maisha au maisha ya mpira wa miguu kiujumla kilinipa wakati mgumu sana kupata red card. Sikutarajia na sikuwahi kufikiria kwa sababu
Nakumbuka mechi zangu zote tangu nacheza mpaka nafika kwenye hiyo mechi sikuwahi hata kupata yellow card. Hata yellow card nilikuwa sijawahi kupata. Hebu ya kwanza unapata yellow card ya kwanza ni hiyo ya Afrika alafu na nyekundu. Kwa hiyo hicho kitu kiliniumiza sana kwa kweli. Mpaka leo huwa nawaza sana. Hivi ile historia kwa mfano ingetokea nimepata ile kadi nyekundu afu watu wameequalize lile goli afu tumeshuka daraja. Kibaya zaidi kwenye hiyo historia ambayo naizungumzia, timu zote nilizocheza nilizopata kadi nyekundu nilipewa na mwamuzi wa aina huyu mmoja. Kwa bado hicho kitu mimi kwangu kwenye kumbukumbu wakina. Kwa maana kabisa mtu nilikuwa namkosi naye. Kuna watu walishaniuliza. Swali la kizushi lakini. Wewe bwana kwani yule bi mkubwa kuna shida gani? Kwa maana labda kuna mambo hajakaa bwana, kuna jambo liko tofauti au namna gani, mbona haiwezekani? Sasa wanaangalia sasa watu wanapouliza bwana, mimi mbona ni kijana mdogo, inakuaje unauliza swali kama hilo? Inakuaje? Umenielewa? Nikamwambia bwana, mimi sina shida yoyote na ubi mkubwa. Imetokea. Mimi sielewi. Sasa kwa nini kadi nyekundu anakupa yeye tu? Inatokea. Kwa nini waamuzi wengine unamkosi kwamba kwenye mechi tulizocheza kachezesha yeye? Kwa hiyo bwana, kwenye vitu ambavyo kwenye historia ya mpira wangu wa miguu kwa ujumla ambavyo sitakuja kuvisahau. Ni hiyo mechi dhidi ya Afrika Lyon, hilo tukio langu la red card. Okay, umecheza timu zote hizo, lakini najua kabisa kuna wachezaji ambao wanaona kabisa nikikutana na mshambuliaji fulani kuna kibarua. In general timu yote au mimi kama mimi kwenye nafasi yangu? Kwenye nafasi yako wewe. Mimi kama mimi. Kwenye ligi mimi kipindi ambacho unacheza wewe. Ulikuwa unajua kabisa nikikutana na winga fulani leo shughuli ipo. Mimi nitakupa historia moja. Tulikuwa tunacheza mechi na Sinki kama na Yanga. Yanga kina Msuva. Nakumbuka ile mechi nilikaa sabu. Nilikaa sabu kama niko na Mbeya City. Ndio. Nilikaa sabu mimi kama fullback wa pande zote mbili. Kwa sababu huku kulia alianza Kabanda, kushoto alianza Masapili. Maana yake atakayeumia yote hapa Jerome anahusika kuingia. Iza kulia au kushoto? Aliumia Masapili. Winga upande wa Masapili sijaingia. Yaani kapata injury tu ya kawaida. Winga upande wa Masapili Simon Msuva. Tudarenge. Msuva kwa watu waliomfuatilia vizuri, Msuva alikuwa na staili moja hivi. Hizi timu za level ya kati hizi kutana nazo. Alikuwa mtu fulani ambaye mazingira kwa mfano mipira ya kona hii nini faulo hizi. Alafu katikati alikuwa ngoma mmoja hivi na taifa la nje Mbuyu Twite. Mtaalamu sana kupiga mipira mirefu hii. Alikuwa anamwangalia Msuva, tuangalie mtu mwingine. Sababu anajua ni mwalimu wangu hapo kina film Malawi. Na meneja anambia inuka bwana. Mtu kaumia kule, mimi nawaza. Bwana hivi nikiingia hapa inakuaje? Kwa bahati nzuri Masapili nje ilikuwa kawaida akarudi tena, lakini katika wachezaji ambao katika maisha yangu sitakuja kuwasahau. Na nilikuwa naogopa sana kukutana nao ingawa sio kwenye nafasi yangu muda mwingi. Kuna mchezaji wa Azam. Nani? Alikuwa anaitwa Kiplecheche. Alikuwa hatari sana. Yule bwana alikuwa achezi kwenye nafasi yangu. Ila tu nilikuwa nawaza. Na kwa bahati mbaya kipindi chochote nawaza. Mechi yangu ya kwanza kubwa kucheza mimi ni mechi na Azam, Sokoine. Tunafunga bao 3, golikipa wangu Kaseje. Goli la kwanza nafunga Kiplecheche. Alafu mpira karuka mbele yangu, ulikuwa mpira wa kona kichwa. Kagusa tu chuma. Na ule mpira wa kona mimi ndo nilitoa. Nilitoa wakati na mkaba yeye. Alafu kaja kafunga mbele yangu. Kafunga mbele yangu. Mimi mchezaji Kiplecheche. Mimi sidhani kama kuna beki yoyote ambaye ukimuuliza swali hili hata ataje washambuliaji watatu au hata wawili tu kwenye karia ya kuanzia 2013 ile timu ya Azam ile ya Stewart Hall kocha ile akashindwa kumtaja Kiplecheche, lazima atamtaja katika washambuliaji wote. Hawezi mtu kumwacha kumtaja yule mshambuliaji. Kwa katika washambuliaji ambao mimi kama mchezaji ambaye nilikuwa nacheza kwenye safu ya ulinzi ambayo mimi walikuwa wananitia sana hofu ni yule jamaa Kiplecheche, lakini yule ni eneo la ushambuliaji kwa ujumla, lakini kwenye eneo langu baba mimi nilikuwa sitaki kukutana na Msuva kwenye klabu ya Yanga, lakini klabu ya Azam kulikuwa kuna watu wawili. Kuna mtu alikuwa anaitwa Singano ametoka Simba ameenda Azam. Ramadhani. Yaani kiufupi, yani kiujumla tu kwamba mabeki wote hawapendi wale wachezaji sungula wale.
kidogo saizi kuna afadhali. Miaka ya nyuma hii mabeki wakati hawataki kabisa wachezaji sungula kapita huku hawapendi kabisa. Kwa hiyo hao ndio wachezaji mimi kwangu ambao nilikuwa nikikutana nao napata tabu sana, ingawa huyu Kiple sio kwenye eneo langu, ila nilikuwa namuogopa sana. Okay, huyo ni John Jerome ambaye unaendelea kumtazama kupitia kipindi cha Ngome ya Michezo hapa Baraka TV. Tunasema usiondoke, kuna vitu vingi sana ambavyo vipo hapa tunaendelea kuvijua kutoka kwa John Jerome. John, yes. Umemaliza kucheza kari yako ya mpira lakini nadhani kutokana na masuala ya injury kama ulivyotambia, yes. Baadaye ukarudi tena kutumikia mpira. Hivi sasa wewe ni mkuu wa kitengo cha habari, yes, cha Mbeya City. Msimu huu mambo yalikuwa mpira kweli. Mmeanza vizuri msimu, mmeongoza ligi kwa muda fulani, lakini baadaye mambo yakageuka. Sahihi. Yaani ile unasema Mungu akisema mguu pande, basi wa kwanza na kwa mwisho anakuwa nyuma geuka wa kula. Mmetoka kumaliza mechi za playoff na ndugu zenu wa Jerajela. Mmeshinda goli 2 kwa aggregate ya goli 2 michezo yote miwili na mmefanikiwa kusalia. Changamoto kubwa hasa ilikuwa ni nini? Sababu Mbeya City ile ya dirisha kubwa tuliiona performance ilikuwa iko juu sana, lakini dirisha dogo mkaja mkaongeza baadhi ya majina makubwa kwenye timu yenu, lakini baadaye ghafla binivu mkaflop. Hatimaye mkaja mkaangukia huko kwenye playoff. Shida hasa ilikuwa ni nini? Kwanza kabla sijafika kwenye kuelezea changamoto hizi zote au namna gani, watu matamanio yao kujua hivi nimecheza hiyo misimu yote, sijui Mbeya Day nimesoma, lakini tunafahamu sasa hizi kila kitu kuna taaluma. Yep. Sasa hizi mjomba yupo, sijui bwana mimi mjomba wangu ni mwenyekiti pale atanisogeza. Uwezo ukafika kuwa mkuu wa kitengo cha idara ya habari na mawasiliano pasina kuwa na elimu. Taaluma lazima. Umeona? Kwa bahati nzuri nilivyoachana tu na mpira, nilifahamu kwamba sikumaliza vibaya shule. Umeelewa? Nikaona kuna haja ya kuendelea na nini? Na masomo. Umeelewa? Kwa bahati nzuri nimepata masomo, nimesoma vizuri, na wakati nasoma wakati wote huo mimi niko nafanya kazi kwenye kituo cha redio Dream FM Radio. Ukitaja Dream FM Radio nyanda za juu kusini au mkoa wa Mbeya, sidhani kama ni kituo kigeni cha redio. Lakini wakati naendelea, kwa bahati nzuri sijui nina kariba ya uongozi, sielewi. Nafikiri Mwenyezi Mungu hiyo karama ndo kanipa. Mimi nafika tu Dream FM. Mkuu wangu wa idara ya michezo pale alikuwa Blaine Mpogole. Lakini Mpogole anaondoka, mimi ndo nimechukua nafasi ya mkuu wa hiyo idara ya michezo. Mpaka naondoka. Umenielewa? Kwa hiyo wakati naendelea na masomo kwenye ngazi ya chuo nikitafuta, nikiwa nasoma mambo yangu ya journalism, huku naendelea kufanya nini? Kuwa mchambuzi kwenye kituo cha redio. Umenielewa? Kwa hiyo nasoma, nachambua, nachambua. Lakini mwisho wa siku siwezi kuacha kumshukuru aliyokuwa CEO wa klabu ya Mbeya City wakati timu iko championship mpaka inarejea kwenye hili daraja la Premier League. Mr. Ali Nunduma. Nafikiri alifuatilia vitu vyangu kwa muda mrefu sana. Unajua mapenzi akiwa amekaa hapa yamekaa tu. Yeah. Mimi nafika Dream FM niliamini sisi tuna timu za mpira wa miguu Mbeya. Michezo na watu wa habari ni damda. Kwa nini sisi hizi timu tunashindwa kuzisupport? Wakati sisi ndo watu ambao tunafaa kuzipa platform hizi timu. Kwa hiyo niliamini kwamba sisi ndo wakuzipa mazingira mazuri ya kufanya vizuri hizi timu. Na mimi ndio mkuu wa hiki kitengo mambo ya michezo kwenye hii taasisi ya Dream FM. Kwa nini Prison na Mbeya City tusizipe nafasi kubwa kwenye peji zetu za mitandao ya kijamii kuzizungumzia, kufanya chochote kile? Kumbe unafanya kitu watu wanakufuatilia. Sasa wakati anafuatilia anajiuliza huyu mtu ni nani? Na Fia alipewa taarifa bana, huyu ni 1 2 3 na ashapita kwenye hii klabu 1 2 3 kama mchezaji. Yes. Kwa hiyo yeye aliyokuwa mtendaji mkuu Mr. Ali Nunduma akaamini huyu mimi atanifaa kwenye 1 2 3. Umenielewa? Kwa bahati nzuri sasa alivyoona kuna hilo jambo hakusita kunitafuta. Jerome na kuomba kuna 1 2 3. Bana, sawa, hamna shida. Mimi bana nishazoea kucheza, narudi kama nani? Bwana wewe taaluma yako nini? Umesoma kitu gani? Umesoma journalism. Level gani? Na diploma. Haina nifaa. Nini kinazingatiwa? Ithibati nini, vyote vinazingatiwa. Okay, utakuja kuwa mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano kwenye klabu ya.
Hapo nakumbuka ndo mechi za mwisho zile, Mtibwa sijui anakuja hapa, Geita, Stendi wanakuja hapa, mechi zote hizo timu zote zinataka kupanda. Hapo mazingira tayari yashatengenezeka, yamekuwa vizuri. Na rasmi sasa nikawa naondoka Dream FM. Nakumbuka nimeondoka tarehe ya kwanza kuanza kazi Mbeya City kama mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano. Ni tarehe 1 mwezi wa 7 msimu jana. Ndio mnakuja Premier sasa. Yes. Tumekuja Premier sasa rasmi. Sasa okay. Kuanzia sasa bwana John Jerome ndio atakuwa mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano, huku watu wake kwa ndani ya idara ni pamoja na afisa habari Gwamaka Mwankota akiwa kama msemaji na ndugu yangu Yazidu Mbita kama mtu wa photograph. Kwa moja ndo mazingira ya kufika mpaka kwenye klabu ya Mbeya City yakawa namna hiyo. Kwa mujibu wa swali lako, tulianza vizuri lakini mwisho wa siku sisi hatujamaliza vibaya, kwa sababu tumeishi kwenye malengo ambayo sisi kama klabu tulijiwekea. Nisikilize vizuri. Subiri kwanza, sisi wana Mbeya. Yes. Timu yetu ilianza vizuri. Matarajio yetu yalikuwa sio haya ya ninyi kuja kucheza playoff. Ninyi wana Mbeya, sisi wana Mbeya. Sasa labda kwa mtu ambaye alikuwa anafuatilia mara nyingi sana interview zetu, haijalishi au ni mtendaji mkuu, mwenyekiti wa timu, walezi wa timu kwa maana ya mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mbeya Mr. Justice Jazi, lakini pamoja na mstahiki meya Dr. Mohamed Isa, pamoja na sisi maafisa habari wa klabu. Sisi tunafahamu malengo yetu ya klabu ya Mbeya City. Malengo mama ni kusalia kwenye daraja la Premier League. Ingawa yalikuwa ni pasi na kucheza playoff. Yes. Siko nanielewa. Nafikiri jibu la kwanza umenielewa. Nimekuelewa vizuri. Sisi kimalengo tumefanikiwa kwa sababu tumesalia kwenye daraja la Premier League. Nimefanikiwa ila kwa mbingi. Umefanikiwa hujafanikiwa? Kimalengo sisi kama klabu tumefanikiwa. Ndio. Tena 100%. Kwa sababu tumesalia kwenye daraja la Premier League. Ndio malengo ambayo tumejiwekea sisi kama klabu. Lakini kucheza playoff ni ups and down ambazo sio sisi tu. Siko nanielewa. Wewe kwa mfano umeenda kutafuta pesa. Malengo yako ni kupata nini? Pesa. Umepata kwa njia gani? Umepata hujapata? Siko nanielewa. Kwa sisi malengo yetu yalikuwa ni kusalia kwenye ile daraja na alhamdulillah tumesalia, ingawa kama nilivyozungumza mwanzo, malengo yetu yalikuwa ni kusalia pasi na kucheza nini? Kucheza playoff. Lakini kwa nini imefikia tu mpaka tumecheza playoff? Hilo swali watu ndio wanaanza kujiuliza. Au hilo swali ndio linaweza likabeba swali jingine ambalo umeniuliza, kwamba kwa nini mlianza vizuri mnaonekana mmemaliza vibaya. Tunaweza kusema tumetimiza malengo ya kusalia, lakini tunatimiza malengo ya kusalia tumemaliza vibaya kwa sababu tumecheza playoff. Na tumecheza playoff kwa sababu gani? Hilo ndo swali ambalo mimi naamini mtu akiniita anaweza kaniuliza nikalijibu kwamba kweli sisi bwana kwenye malengo ambayo tumejiwekea tumesalia, lakini tuliteleza, ila hatukuanguka. Kwa sababu walioteleza walioanguka tayari wanafahamika. Siko ngelewa. Wapo watu walishapumzika muda mrefu. Muda mrefu wamaliza ligi. Yaani sio tena, yaani kilichokuwa anakifanya ni kutimiza tu sasa matakwa ya ligi. Bwana lazima ucheze mechi 30. Unazungumzia KMC. Yaani mshikaji wangu sana bwana. Watoto mjini waliomaliza na bwana Chukuchuku ni mshikaji wangu sana. Ukiona unamaliza ligi duru ya kwanza, una points ambazo ni single digit, utoboi. Una point namba hii moja inasoma kama tarehe, tarehe 1, tarehe 2, haifiki tarehe 10 umeishia 9, utoboi. Nakupa mfano mdogo. Timu ambayo imeshuka msimu jana ilimaliza duru ya kwanza ina alama 6. Kengold ilikuwa ya kwanza kama nakumbuka. Timu ambayo ya kwanza kushuka msimu huu inamaliza duru ya kwanza ina alama 9. Uweze kutukua. Umenielewa? Kwa hiyo sisi kwa nini labda tulipitia wakati mgumu? Majibu yanaweza kawa mengi ambayo yatabebwa na jibu moja au majibu mawili. Maana unaweza kueleza mambo mengi lakini unakuta majibu ni mawili au moja. Binafsi mimi naamini ligi yetu imekuwa bora sana. Yes. Ubora wa ligi unachagizwa na vitu vingi. Unanielewa? Uwekezaji kwenye vilabu. Siko naelewa. Uwekezaji kwenye ligi kwa ujumla. Umeona hicho kitu Kwa hiyo sisi tunaamini ubora wa ligi umechagiza ligi kuwa ngumu. Haiwezi kawa ligi bora isiwe ngumu. Haiwezi kuwa ligi ngumu afu sio bora. Yeah. Siko naelewa.
Kwa hiyo ubora wa ligi, ugumu wa ligi ndio umechagiza sisi kufikia tunacheza playoff. Lakini umesababishwa na nini? Timu kuwa bora. Sisi yani hata wewe unatoka nyumbani unaamini leo mimi niko sawa sawa kwenda kutafuta. Unapokwenda kutafuta kuna mmoja mwenzio na yeye anakwenda kutafuta sehemu ambayo wewe unaenda. Kwa wewe ukipata maana yake maandalizi yako kwenye kutafuta yalikuwa bora kuliko yule. Yule akipata wewe umekuwa dhaifu sehemu fulani. Kwa sisi tunaamini ni kweli tumepitia wakati mgumu sana. Haijalishi ni sehemu gani tumecheza, maana ukianza kutaja hapo ukienda kwa mtu mwingine ukimuuliza anaweza kawa ni shabiki wa klabu ya Mbeya City au shabiki wa mpira wa miguu. Anaweza kawa mdau wa soka, anaweza akasema John anazingua na akasema tulizingua sisi sote viongozi. Lakini sisi tunaamini kama sisi ni watendaji wa klabu ya Mbeya City, sehemu ambayo tulifeli hajafeli mtu mmoja. Tumefeli wote. Kama ni kufaulu, wote tumefaulu. John, dirisha la usajili msimu wa 2026 2027 limefunguliwa tarehe 6. Yes. Na safari hii inafungwa tarehe 15 ya mwezi ujao wa 8. Yes. Nyinyi kama Mbeya City mmejiandaaje na mashabiki wenu sasa? Watarajie nini kutoka kwenu msimu wa 2026 2027? Huu 2025 26 umeisha. Yes. Mmecheza playoff, mmebakia ligi kuu. Tunakwenda msimu mpya. Wana Mbeya watarajie nini kutoka kwenu? Swali kama hilo aisee. Unajua unaweza kaulizwa alafu mwisho wa siku kaulizwa maingizo mapya na watakao waachwa ni nani na nani. Sitaki kufika huko, lakini mimi ninachoamini mashabiki ambacho watarajie ni kwamba klabu ya Mbeya City haiwezi kurudia makosa. Kile ambacho kimefanyika msimu uliopita, tumepata darasa kubwa sana. Ukumbuke kwamba tumetoka kurejea kwenye hili daraja msimu jana, msimu huu tumecheza. Ups and downs zinatokea. Sio mara ya kwanza, sio klabu ya Mbeya City peke yake. Yeah. Kuna watu wamepanda, wamerejea msimu jana na wameshuka tena. Najua namsema Tobias Kifaru. Sasa nitamsema nani? Mimi yule ni mzee wangu, lakini kuna namna ligi imetufundisha vitu vingi sana. Yeah. Sisi kama klabu kila engo imetoa darasa. Yaani kama ilivyo kwa benchi la ufundi ambavyo wanapata darasa kwenye matokeo chanya kwa maana ya ushindi, wanapata darasa kwenye draw, wanapata darasa kwenye kupoteza. Basi hata sisi kama management kila sehemu tumepata darasa. Kama kuna sehemu tunaamini tulifeli, hilo liko chumbani linafanywa kazi. Bwana John. Yes. Umemaliza kucheza mpira, unasimamia kitengo cha habari na masoko. Kitengo cha habari na mawasiliano. Unajua sisi wengine watu wa masoko tushazoea hivyo hizo mambo hizo. Unaweza ukanambia katika kucheza kwako Mbeya City, Real na Konde, Ihefu, Njombe Mji pamoja na Pamba, unaweza kanitajia kosi chako bora kabisa? Wachezaji 11 na chagua kwenye hizo timu ambazo zilizopita. Wachezaji 11 ni wengine watano pale wa reserve pamoja na mwalimu wako ambao naamini kabisa huyu ndio anaweza kusimamia kosi chako. Okay, namba 1. Harrington Kalesebla. Mganda huyo. Alikuwa golikipa wangu klabu ya Mbeya City. Ndio. Hivi nijitaje ni? Namba 2. John Jerome. John Jerome. Yes. Kapombe. Kapombe toa. Tutoe nena Kapombe. Namba 3. Namba 3. Hassan Musapili. Hassan Musapili. Tena kwa heshima huyo ndo atakuwa kapteni. Atakuwa kapteni. Yes. Namba 4. Namba 4. Haruna Shamte. Haruna Shamte. Yes, Terminator. Nimecheza naye Mbeya City. Hicho kosi chote hicho nataja sisi Mbeya City hao. Namba 5. Namba 5. Tumba Swedi. Tumba Swedi. Nimecheza naye Mbeya City. Kwa backline yote imekamilika. Namba hapo wote au namba na nimecheza naye Mbeya City. Namba 6. Namba 6. Namba 6, namba 6, namba 6, namba 6. Kenya Mwambungu. Kenya Mwambungu fundi Mbeya City. Namba 7 Ditra Munchimbi. Duma. Wewe nimecheza naye timu mbili tofauti. Mbeya City na Njombe Mji. Na Njombe Mji. Namba 8 Jimmy Shoji Mwesondola.
Nimecheza naye Njombe Mji. Njombe Mji. Yes. Master. Namba 9. Namba 9 Tito Okelo. Uganda huyo. Nimecheza naye Mbeya City. Yeah. Kwa msumbufu kweli. Namba 10. Namba 10 Udi Mayanja. Nimecheza naye Mbeya City. Uganda huyo. Yeah. Huyo namba 10. 11. No, namba 11 Udi Mayanja, namba 10 Rafael Daudi Loti. Rafael Daudi Loti Mbeya City. Mayanja Udi huyo nimesema naye Mbeya City pia. Okay. Yes. Tupo wale wachezaji wako 5 sasa ambao likitokea lolote wanakuja kuokoa jazi. Steven Mwaijala. No, hapana. Nixon Kibabage. Nimecheza naye Njombe Mji. Hapo sababu golikipa si yupo hapo, ndeko nimweke. Juma Kaseje. Bado watatu. Etienne alikuwa striker Mkameruni, nimecheza naye Njombe Mji. Sawa. Huyo ni namba 10, namba 9 wake David Obashi Nigeria, nimecheza naye Njombe Mji. Bado mmoja. Bado mmoja. Hapo mmoja namweka beki wakati Sankani Mkandawile Malawi. Nimecheza naye Mbeya City. Hatari sana. Lakini kwa upande wa kocha wa hicho kikosi Kina Fili. Nilijua. Malawi. Nilijua tu lazima umalize na Kina Fili mzee wangu. Yule naweza kusema kwenye maisha yangu yote ya mpira wa miguu. Amenipa maisha makubwa sana kwenye mpira wa miguu upande wa kucheza. Kina Fili. Yes, lakini siwezi kusahau kuwataja viongozi ambao kwenye hizi klabu ambazo wamenipa maisha kwenye mpira wa miguu short. Lazima nimshukuru Mwalimu Juma Mwambusi. Yep. Alikuwa kocha wangu klabu ya Mbeya City pamoja na Mwalimu Maka Mwarusi. Lakini bila kusahau wakati kucheza kwangu kote huko nikirudi mtaani kuna timu yangu mama Ferrari. Mkurugenzi wa timu ya Ferrari Mr. Chris Msigwa Ferrari maarufu kama Ferrari Don Chris, lakini bila kumstaafu Steve Mahali. Yeye ndo alikuwa meneja wangu bwana. Steve Mahali. Kucheza kwangu kote yeye ndo meneja. Timu zote nilizocheza. Yeye ndo alikuwa meneja wangu. Lakini kwenye karia yote ya kucheza, wakati nacheza Ferrari mwalimu wangu alikuwa mwalimu Michael Hamisi Mnyali. Maarufu kama Chuji. Yes, hao ni watu ambao sitakuja kuwasahau kwenye maisha yangu ya mpira, lakini pasina kusahau aliyokuwa mtendaji mkuu wa klabu ya Mbeya City tangu inaanza Mr. Emmanuel Kimbe pamoja na mwenyekiti mzee wangu mzee Mapunda. Hao ni watu ambao wamenipa maisha kwenye mpira wa miguu, kwenye kucheza, lakini kwenye uongozi Mr. Ali Nunduma. Bila kumsahau ndio alikuwa mtendaji mkuu wa klabu ya Mbeya City. Kwenye hiki kipindi chote tunaanza mechi na Yanga tunatoa draw hapa, yeye ndio mtendaji mkuu, lakini na viongozi wote ambao wapo ndani ya klabu ya Mbeya City kwa sasa. Haijalishi ni sehemu gani. Nashukuru sana. Joni, sisi tunatakia kila laheri Mbeya City. Mungu akawa upande wenu, mfanye usajili mzuri, hatimaye sasa. Tuwe na timu yenye ushindani. Sisi kama wana Mbeya tunawasubiri kwa hamu kweli msimu huu 2026 2027. Kwenda kujaza ule uwanja wa Moringe Sokoine. Huku tukiachana jezi zetu zile maarufu. Rangi mama ya Mbeya City. Sisi ndio Purple Nation. Of course. Kipindi ambacho kwenda ndio kutazama hapa ni Ngome ya Michezo kutoka Baraka TV. Tumefika mwisho wa kipindi chetu. Tulikuwa na mgeni wetu John Jelome, mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano cha klabu ya Mbeya City. Wanakoma kumwanya, wanakuambia po hapa Japiri Ndwanga Kiasier Ekiaka. Hilo ni tawi la Mama Joni ndugu zangu pale, lakini inawezekea mwaka Niemba wanakuambia hivyo. Usiondoke, endelea kutazama vipindi vingine ambavyo vinaendelea kuruka hapa Baraka TV. Asante. Ngome ya Michezo. Karibu Beni Pambakali ni duka la nguo ambao linapatikana ndani ya jiji la Mbeya katika soko la Sido, mtaa karibu na mtaa wa Nafaka. Ni duka ambalo linajishughulisha kuuza nguo mbalimbali ndani ya jiji la Mbeya. Tuna nguo nyingi kama ambavyo unaliona duka letu. Tuna hizi pens kwa wale wapenzi wa vipens, tuna hizi pens ambazo zinapatikana dukani kwetu, lakini pia ni duka ambalo lina jezi mbalimbali kama ambavyo unaona. Tuna jezi za timu ya taifa, lakini tuna jeans mbalimbali kama hivi ambavyo unaziona. Tunauza kwa bei rahisi kabisa, bei ya jumla pamoja
na rejareja. Kwa mteja wa jumla pamoja na rejareja, basi unakaribishwa Beni Pambakali ili uweze kujipatia nguo nzuri na zenye ubora wa kiwango cha juu. Lakini brandi mpya mjini Baba Nongi nayo inapatikana katika duka la Beni Pambakali. Njoo jipatie t-shirt kali kabisa, brandi mpya mjini Baba Nongi. Lakini pia kuna t-shirt za Mama Nongi pia ziko njiani zinakuja, zote zinapatikana hapa katika duka la Beni Pambakali. Tunapatikana ndani ya jiji la Mbeya, soko la Sido. Karibu ujipatie nguo kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Tunakuthamini sana mteja wetu. Delivery tunafanya ndani ya jiji la Mbeya, lakini pia tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana wilaya mbalimbali pamoja na mikoa mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania. Karibuni sana, asante. Habari njema kwako mzazi au mlezi. Uongozi wa shule ya St. Marcus High School iliyopo Iwambi jijini Mbeya unapenda kuwatangazia kuwa usajili wa kidato cha 5 A-level kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa rasmi. Fomu zinapatikana shuleni St. Marcus na Msimbazi Center, chumba namba 19, Dar es Salaam. Masomo ya kidato cha 5 yataanza rasmi tarehe 6 mwezi wa 7 2026 katika michepuo ya PCB, PCM, CBG, EGM, HGE, HGL, HGK na HKL. St. Marcus High School ni shule bora ya wasichana na wavulana na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mazingira mazuri, rafiki kwa wanafunzi kujisomea, walimu wa kutosha, maabara ya kisasa, maktaba. Shule inafanya vizuri kitaaluma kila mwaka. Wanafunzi wote ufaulu. Kwa maelezo na maulizo piga simu namba 0754 691038 na 0750775775. Kwa maarifa na ujuzi wa hali ya juu, mpeleke mwanao St. Marcus High School. Ngome ya michezo. Ngome ya michezo. Ngome ya michezo. Ngome ya michezo.